Kwa nini unanipiga? Yaani katika watu wajinga, wewe ni mjinga. Yaani nakwambia siku zote usinitaje, umenitaja. Siri gani wakati mimi sasa hivi ni mjamzito? Na kile kipimo nilipima mume wangu ndo alikiona. Unafikiri hapo kuna siri gani? Hapa cha msingi ni kuitoa hiyo mimba. Unasemaje wewe? Mimi hiyo mimba sitoi. Na tayari ndo shanioa. Yaani wewe ni mjinga sana. Sasa unatarajia mtoto aanza anite nani mimi? Babu baba. Wewe si laana hii. Atajua huyo mtoto akishazaliwa. Kama babu, kama baba. Itajulikana hapo akishatoka. Uitoe mimba, nakwambia. Sudi. Mipenzi la giza. We vipi? Mzako unadaiwa na Muha ananifuata. Wewe dada, sitaki masala kwenye biashara yangu. Kila siku unanikimbia mtaani. Nimekuchoka. Kwanza naongea nawe nakufuata huko chooni. We Muha, umenifuata mpaka chooni? Kwa hiyo 20,000? Wewe dada, acha masala na biashara za watu. Kila siku nikija nyumbani kwenu sikukuti. Nataka pesa yangu. Wewe. Ndio kutoka mke wako. Mke wangu? Ndio ujue sina hela. Ukiona mtu unakimbiwa ujue mtu haelewi maisha yenyewe unayaona haya Muha. Haya yote umeyataka wewe. Laiti kama ungekuwa umenipa pesa yangu, mimi nisingekuwa nakufuatafuata kama hivi. Mimi kwa sasa hivi sina hela. Kama vipi tumalizane? Tumalizane? Unajielewa kweli wewe? Hasa 20,000 wewe unajionaje kwanza 20,000 unaizalau hivyo? Wenzako wanatoa mpaka milioni, afu unasema 20,000 kwa 20,000 gani? Afu wewe wewe nikikuchekea utanizoea sasa hivi. Wewe unachekesha kweli. 20,000? Yaani wewe 2,000 nimezidi sana, nimekupendelea, nimekununulia miogo ya buku. Tunamalizana. Hiyo miogo ya buku au una juisi ya 500 ndio unitumie mimi? Unanichukuliaje wewe Muha? Hebu kwanza jiangalie. Unafanana na mimi? Basi sawa, nipe hela yangu. Muha bwana, mzako mimi sina hela. Una hela? Ndio. Sasa nikusaidie nini? Mimi nipatie pesa yangu niondoke. Bwana, tumalizane tu 20,000 hiyo. Sawa. Nimekuelewa. Nitakata 2,000 hapo kwenye deni lako hapo. Wewe koma wewe. 2,000 ndio unitumie mimi? Hebu ongeza kidogo basi na wewe. Baridi basi nipe. Naongeza buku hapo. 3,000? Ila sawa. Haina shida. Si 3,000. Inabaki 17,000. Sawa. Nihurumie asu wangu kama ninavyokupenda wewe, uwe mpenzi wangu, tusiribuke yote milele.
Nihurumie upenzi wangu, ama sitarudiani. Yaani najisikia raha. Sije ukawaamini wanawake. Wanawake wamekosewa radhi, hawajui wanachokifanya. Ukimpenda anakutenda. Ukimnunulia TV, ukamnunulia flash, ukaweka na umeme, atampenda mwenye library kwa sababu kamuongezea kipande kimoja. Umbavu zake. Lakini leo nimekupata upenzi. No sweat, baridi tu. Anatafuta furaha. Hii dunia bwana haimtaki mtu mnyonge, haimtaki mtu mjinga. Ukifanya akili nyingi, uja kutana na mwanamke. Wanawake katika hii dunia itakuwa wameletwa kwa ajili ya kuwa walimu, ila wenyewe hawajijui. Kama ukipata bahati ya kukutana na mwanamke mpole, alafu wewe ukawa mbabe, asiyakutaki. Wewe ukiwa mbabe au wewe ukiwa mpole, yeye anataka watu wababe, akutaki. Ukiwa una hela, akutaki, anataka watu wasiokuwa na hela ili apate tabu. Yake mnataka nini? Hebu mniambie mnataka nini? Mnataka nini wanawake? Yaani mwanamke unampa vitu vyote, lakini anataka muuza mkaa kapendeza la masizi yake. Nimekumbuka. Kile kitabu kilichoandika eti ukipata sehemu ya amani usitafute kiti. Wanawake neno hili litakuwa haliwahusu. Neno litakuwa haliwahusu. Kwa nini unajua? Alotengeneza hii kiboko. Hii kiboko kuliko wao wanawake wenyewe. Maandegelesi. Kwa sababu mwanamke kama unaona vile moto, unauwasha mwenyewe, sasa tia kidole uone. Utajuta. Mungu, utajuta. Lakini wanawake mnataka nini? Mnataka umeenda kupeleka kule kwa mjombako wakati mimi nakupa kila siku. Walimwengu hamna dogo. Shafika. Pole sana kijana mwenzangu. Kiona sukari tu imekuwa kama sisimizi hao. Mkulima kulima kila shamba si kosa, ila shamba kulimwa na kila mkulima ndio kosa. Ngoja nikushauri kitu. Vijana wengi wakiingia katika mihadarati wanapoteza dira yote ya maisha. Hawezi kufikiria kama naweza kuwa na familia, kama naweza kumiliki nyumba, kama naweza kununua hata kanda mbili ya mguuni. Yana waza yeye kutafuta shilingi 2000 au 3000 akanunue bange, akanunue milungi, akanunue pombe anywe, amalize kila kitu katika mfumo wake wa maisha. Wenzako ushauri unauza. Wana pesa na magari. Wewe unatembea na masandrozi hadi anaishi. Unajua kwa nini? Kwa sababu hujui taaluma yako. Kuna watu wanaishi kwenye maisha yao wameamua kujikabidhi kwa mtu, kwa kitu. Pita mbali. Unajua kile unachokisema? Huyu anaitwa mkombozi. Kuna watu waliimba mkombozi. Unajua mkombozi? Huyo sio mkombozi kwako. Huyo anakurudisha nyuma katika mfumo wako wa maisha. Naamini haukuwa hivyo mwanzoni. Wanawake. Nilijua tu. Wewe haukuwa hivi. Hawa ndio wamekusababisha uwe hivi.
Alafu wanawake mbona wako wengi blaza? Ukiona wewe anakuchanganya, chukua mwingine. Ili mradi jambo lako linyooke. Kaka, kama utaona mimi nimekukosea, naomba unisamehe. Huu ni ushauri tu. Jini kumpenda binadamu ni penzi la giza. Hizi nguo za mume wangu mimi zimefikaje kwako Zuu? Sasa ndugu wangu, kwa hiyo ina maana wewe uniamini? Mimi nimefanya makosa kuwa mtamalia mwema kuwaambia wale watoto wasiuze hizo nguo nipe mimi kwa sababu nazijua nguo za mume wako. Zuu, sio kweli. Yaani udugu wangu wewe mpaka nguo za mume wangu zinafikaje kwako Zuu? Mimi sikuamini mpaka hapo. Hapana. Yaani jibu lishajitosheleza kwamba wewe uniamini. Alafu nikukumbushe tu kwamba mume wako mimi sio vitu vyangu. Najua, yaani najua mwenyewe unajua kwamba mume wako mimi sio vitu vyangu. Heri nitembe na babako, lakini sio mume wako. Zuu, tuheshimiane. Hapo kwa babangu hapo tuheshimiane. Mume wako mwenyewe kila kukicha tu unalialia. Anataka kenda kirudi, anataka kenda kirudi, anataka. Mimi ndo vitu vyangu. Bwana we. Sawa Zuu, hata kama ndio akirudi akija anataka. Mimi naondoka. Ila sijapenda ulichonifanyia. Sasa hii mimba nani kakupatia? Mbona naona mauza ameingia? Maisha yetu Uswahilini ni bara chomeka. Penzi la giza. Penzi la giza. Wewe naomba unijibu. Hizi nguo zimefikaje kwa Zuu? Naomba unijibu. Hizi nguo hizi zimefikaje kwa Zuu? Nataka majibu. Kweli mke wangu, hizi nguo za kwangu hizi. Hii shati langu jamani. Kwani hizo nguo mimi sijui kama za kwako? Mimi nataka nijue. Hizo nguo zimefikaje kwa Zuu? Kweli mke wangu, huwezi amini. Mimi nilikuwa niko bafuni na koga. Sawa, najipakaza sabuni, naona kama kitu kimeyeyuka hivi. Naangalia hivi naona nguo zangu hamna, huwezi amini. Nimetoka kama nilivyozaliwa. Sawa, kuja kujistiri ndani. Hapa kwenyewe hapa ndo nilikuwa natuma message maskani ili niende maskani tuanze kudili. Kwa sababu vitu vyangu kila siku vinapotea na haiwezekani. Kwa nini kila siku vitu vyangu mimi ndo vinapotea? Hii kwa mimi nguo yangu mimi hii. Kila siku vitu vyangu vinapotea mimi tu kwa nini? Inaniuma ujue. Hizi nguo nimezikuta kwa Zuu. Wewe unaniambia umeibiwa. Umeibiwaje? Nataka nijue. Naona unafanyambia kwa Zuu. Ina maana Zuu mwizi. Sawa. Maana mwenyewe nimetoka zangu mizunguko yangu nimefika kwa Zuu. Nimemkuta nazo hizo nguo. Nikamuuliza hizo nguo si za mume wangu? Akanijibu kuna watoto kawakuta nazo wanaziuza. Na wewe unaniambia umeibiwa. Yaani hapa ndo mnazidi tu kunichanganya. Mpaka Zuu kule nimemchamba na nimemsema pia. Nimeibiwa mke wangu. Kwa maana umegombana na Zuu? Ndio. Acha wivu wako na wewe. Nini sasa? Nenda na safari zako. Nakujua unataka ukaichape. Na habari mpya. Njoo wewe. Mjomba na bala kizaza. Karibu familia.
Vipi, umetumwa au? Naota. Malaika kaja chumbani wewe. Sema nini? Kamdogo nimesemaje? I'm sorry. Wewe mzuri kuliko yule nilomwacha. Kwa nini? Wewe una banda, mtoto unafiga. Macho yako akikutazama anawaka kama shumileta. Unamjua? Hujazaliwa kipindi hicho. Mimi nimekuelewa nangu, pesa ninazo. Kwa mfano, usinishike bwana. Mbona tunatumia nuksi asubuhi bwana, umetumwa au? Yaani nuksi tena? Nuksi? Unazungumzia mimi nuksi wakati nina kitu kawa kinakata kwa moyo yote. Dalfikne. Najua Schweinsteiger. Najua vizuri mimi. Kwa hiyo unaingia zetu mageto, nikalumbuke, nikaruke na wewe.